الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah azza wa jalla na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunarudi tena kwa siku ya pili kuja kusherehesha hadithuna anin nafs. Laqad qulna anifan anna a'da'ina hiya an-nafsu allati nahmiluha baina janabatina. Mazungumzo yetu ya jana tulieleza kwamba miongoni mwa adui aliyekuwa mkali na mkubwa ni nafsi zetu tunazozibeba katika nyoyo zetu, na tukapiga mifano mingi juu ya hilo, na tukasema idha shabi'atin nafs ja'atil a'dha wa idha ja'atin nafs shabi'atil a'dha. Tulizungumza mazungumzo yetu tukafika mahali tukasema nafsi ikishiba viungo vingine vinatosheka, vinakuwa nafsi ikishiba viungo vingine vinakuwa na njaa, na nafsi ikiwa na njaa viungo vingine vinashiba. Tukazungumza kwa kirefu kwamba hii nafsi ndiyo inayompelekesha mwanadamu, ndiyo itakayomtokomeza mwanadamu. Tukasema lengo la kuletwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kuitia adabu nafsi. Kwa maana hiyo tunaiona mifano ya Ramadhani. Nafsi sasa hivi ina njaa, kwa hiyo kuwa kwake na njaa nafsi ni sababu ya viungo kutosheka au kushiba. Lakini itakapokuwa nafsi hii imeshiba, ndipo viungo vinaanza kuwa na njaa na kutamani na kufanya kila aina ya maasi na madhambi. Baadhi yao tukajiuliza, je, kuna zaidi ya hayo ambayo nafsi inaambukizwa miongoni mwa maradhi? Tukasema naam, nafsi ni mahala kama jahani, kila kitu kinatupwa pale, na bila ya mtu kutafuta tiba ya kutibu maradhi yanayoingia pale, huyu binadamu atakuwa binadamu mwovu sana siku ya Kiyama. Isikilize hii aya iliyokuwa katika sura Wan-Nazi'ati Gharqa. Mwenyezi Mungu anasema fa idha ja'ati tammatul kubra, hadith an yawm al-qiyamah, yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Hadithi hii ni siku ya Kiyama itakavyokuwa. Habari hizi Mwenyezi Mungu anatusumulia kwamba siku ya Kiyama itakapopulizwa baragumu, wajaati tammatul kubra, habari nzito hiyo, yauma yatadhakkaru al-insanu ma saa, ni siku ambayo mwanadamu atakumbuka kwa yale aliyoyaendea mbio, aliyoyafanza,
madogo, makubwa, mengi, machache, atakuwa ana hadithi pamoja na nafsi yake juu ya matendo yake hapa ulimwenguni. Na moto utakaribishwa, uwe karibu na wale wote watenda dhambi. Waburizatil jahimu liman yara. Sasa kuna watu aina mbili, fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya fa innal jahima hiya almawa. Aliyechupa mipaka, akafanya makosa, akakubali zaidi maisha ya dunia kuliko ya akhira, athara alhayata ad-dunya, makazi atakayokaa ni moto wa jahim. Lakini watu wa aina ya pili, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa, yule atakaye muogopa Mola wake na yule ambaye ataikanya nafsi yake, aikataze kutokamana na matamanio, aipe adabu, aipe mafunzo maalum. Wanaha, kaikataza nafsi ya 'anil hawa, na matamanio, hawa za kidunia, shahawa mbalimbali, basi fa innal jannata hiya almawa, pepo ndiyo mashukio yake. Hakuna mahala pengine pa yule aliyeikataza na kuikanya nafsi yake na kuinyima nafsi yake isipokuwa peponi. Sasa leo tuyataje baadhi ya maradhi mengine yanayotasarrab yakaingia katika nafsi, na baadaye tutaje baadhi ya dawa zitakazoipelekea nafsi kutakaswa. Nafsi mbali na matatizo tuliyoyataja jana, lakini huwa na maradhi aina nyingi sana. Moja katika maradhi ya nafsi, al-kufru, ukafiri, wan-nifaqu, na unafiki, wal-fusq, na ufasiki. Haya ni maradhi matatu makubwa ya mwanzo ambayo huingia katika nafsi baada ya nafsi kukosa mwelekeo na tiba na zoezi la kutakaswa. Kwa yatasarrabu ila nafsika al-kufru wan-nifaqu wal-fisq. Mambo matatu haya: ukafiri, unafiki, ufasiki. Na yote kila mmoja ana daraja mbele ya Mwenyezi Mungu juu ya uovu wake. Ukafiri una uovu wake na daraja zake, unafiki una uovu wake na daraja zake, na ufasiki una uovu wake na daraja zake. Na yote maradhi haya ni baada ya nafsi kukosa mtu wa sawasawa wa kuichunga. Mapema imeshajua nafsi wapi kwa kwenda. Mapema Mungu ameshaijulisha nafsi ishi vipi katika hii dunia. Soma suratu Shams. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. zote njia Allah ameapa hapa, wallahu la yuqsimu illa bi'adhaimil umur. Ukiona katika Qur'ani kuna kiapo, ujue kuna mambo makubwa. Mungu haapi kama sisi wanadamu. Ukiona mtu anakuapia, ima ni mkweli sana au ni muongo sana, ni mjanja tu, anatafuta njia ya kukukinaisha wewe. Na Mungu kwa nini aape? Mtu kama hakuamini mwapie pate kukuamini. Ni bwana nitakuja, utakuja kweli? Wallahi nitakuja. Moyo wake utatulia. Ndio maana ya nini? Qasam. Sasa kwa nini Mungu aape wakati hakuna asdaq min Allah? Hakuna asema kweli zaidi yake. Manake liyuakida lana almas'ala, wallahu yukhatibu ruusana ala qadri uquliha. Vichwa vyetu ni vidogo, Mungu anazungumza navyo kwa kadri ya uelewa wake. Kwa hiyo anasema washamsi waduhaha walqamari idha talaha wannahari idha jallaha wallayli idha yaghshaha wassamai wama banaha walardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. Na yapia hiyo nafsi na yule aliyeiumba akaiweka sawa, Mwenyezi Mungu. Fa alhamaha, akaipa ilham. Na ilhamu ni kama wahi, lakini wahi unakwenda kwa mitume.
Sasa sisi hatupati wahi, tunajulishwa tu kwa njia moja au nyingine. Nafsi inatambua kipi kibaya, kipi kizuri. Hivi duniani awe Muislamu asiwe Muislamu, anajua zina ni mbaya, anajua. Hakuna mtu anasema hii bwana hii ni halal, hakuna. Dini iwe ya kweli iwe ya uongo, lazima wataharamisha zina. Iwe ya kweli iwe ya uongo, dini wataharamisha kusema uongo. Mtu yoyote muungwana hapendezi mbele ya mtu anapomwambia mambo ya uongo akamdanganya. Haiwezi mtu kupenda. Ni kipi kile kinamwambia haya sio mazuri wakati yeye si Muislamu? Ni nafsi yake imeshapata ilhamu kutoka kwa Allah kwamba haya sio mambo mazuri. Ni nani ambaye asiyejua kwamba mtu mwenye kusema ukweli anapendeza, mtu mwaminifu anapendeza? Ni nani aliyemwambia kwamba yule mtu anapendeza kwa sababu anasema ukweli au uaminifu, wakati yeye si Muislamu, hakusoma Qur'ani wala hakusoma hadithi za mtume zenye kueleza habari ya utukufu wa ukweli? Ni nafsi yake amemwambia mimi nimpende kila mwenye kusema ukweli na mwaminifu. Ndio ile Mwenyezi Mungu ameipa hii nafsi ilham ya kujua zuri na baya, wema na uovu, kweli uongo, juu na chini, kila kitu nafsi imepewa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Walidhalika mwanadamu anapokuwa na nafsi yake akaiachia akaitelekeza, huingia mpaka ukaingia ukafiri. Na maana ya mtu kwa kafir ni kukataa kila ambalo Mwenyezi Mungu amelileta kupitia kwa mitume wake. Akawa hana itikadi nzuri, hakuna Mungu ndo maisha yake, matendo hakuna kiyama ndo maisha yake, hakuna sirat, hakuna sala, hakuna somo, hakuna chochote. Kafir mulhid la yu'minu billah. Kwa hiyo moyo, nafsi inaingia ukafiri, kisha nafsi inaingia unafiki. Na nifaq ni tofauti na kufri. Unafiki ni mtu anaamini, lakini anaamini katika mdomo wake, moyoni mwake ni kafiri mkubwa. Ulimi wake unatamka shahada, lakini moyo wake umejaa ukafiri. Huyo ndo mnafiki. Pia haya ni maradhi yanayoingia katika nafsi. Alfisq, ufasiki. Ufasiki sio unafiki wala ukafiri. Ukisikia mtu anaitwa fasik, fasik ni yule mtu ambaye maasi yake ni mengi zaidi kuliko mazuri yake. Na mara nyingine anawezekana akawa anasali lakini anavyopenda yeye mwenyewe. Fasik anafika daraja ya kuwa anaitwa fasik kwa sababu ni mtenda maovu, ni mtenda dhambi. Anaichanganya nafsi yake, mazuri madogo lakini maovu mengi, machache ndio mazuri, maovu ndio mengi. Mpaka anakwenda huyu kidogo kidogo mpaka atafika katika unafiki, mpaka atafika katika ukafiri. Anapanda daraja. Thumma ashirku. Miongoni mwa maradhi ya nafsi ni shirki. Nasema haya kwa sababu baada ya muda mchache nitataja baadhi ya wasailu tazkia, njia za kutakasa nafsi ili tupate kuwa watu kweli, sio watu nafsi. Ashirku billah, ushirikina huu, ikawa mtu hana ibada isipokuwa kwa waganga, hana ibada ila kwa wapiga ramli. Kitu kidogo nyota yake inasemaje, kitu kidogo fulani kaniroga, kitu kidogo nataka kummiliki fulani. Yeye hana dini isipokuwa mambo ya ushirikina. Hii ni moja katika maradhi ya nafsi, na nafsi ikishagubikwa na maradhi haya inazidiwa mpaka kunyanyuka inakuwa inashindwa. Maradhi yanayofuata alhasad. Nafsi ina maradhi inaitwa hasad. Inapogubikwa na maradhi haya nafsi inakuwa inazidiwa nguvu. Na haya kila maradhi tunayoyataja ndugu zangu huwa yanakwenda kule katika ukafiri. Ukitoka katika hasadi utakwenda katika ushirikina, utakwenda katika ufuska, utakwenda katika unifaq, utakwenda katika ukafiri, na mwisho wa makafiri ni katika moto wa jahannam. Sababu ni nafsi tu, haikupata mchungaji mzuri. Hasadi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hiya alhaliqatu
Jamani, hasadi ni kiwembe, hasadi ni kisu kikali, hasadi ni kinyozi. Ndo halika tu. Kinanyoa nini? Nywele. Alhaliqatu, hasadi ni halika. Wala aqulu haliqat ash-sha'r, sisemi, Mtume anasema kwamba hasadi ni kinyozi wa nywele. Wa innama hiya tahliqu ad-din, hasadi inanyoa dini, inaikata dini ya mtu. Anakuwa mtu hana mbele hana nyuma, kwa sababu amenyolewa, kwa sababu ya maradhi yaliyokuwa katika nafsi yake. Tuitizame hii hadithi ya Anas ibn Malik. Anasema kunna julusan inda rasulillahi yawman, tulikuwa tumekaa na Mtume siku moja. idh qala, Mtume akasema sayadkhulu rajulun min ahli aljanna, baada ya muda ataingia mtu katika watu wa peponi kupitia mlango huu. Watu wote wakawa attention, wanataka kumuona mtu wa peponi amekaa vipi, yukoje. Maana ni furaha mno ukimuona hapa duniani mtu wa peponi. Hatujenda peponi, tunaambiwa watu wenyewe wanaonekana hapa. Sasa amekaa kaaje, shakli yake ni mrefu kiasi gani, au mnene kiasi gani, au mweupe kiasi gani, au mweusi kiasi gani, ana ndevu kiasi gani, yuko vipi huyu mtu wa peponi. Ikawa kwa masahaba ni jambo kubwa, kila mmoja anatizama mlangoni angalau amuone mtu wa peponi. Kumuona sahaba tu ni furaha kubwa. Ndio maana Saidina Ahmad ibn Hanbal alipomsikia bwana mmoja anamtukana Muawiya ibn Abi Sufyan, sahaba wa Mtume, akamwambia undhur, tizama vizuri, unataka kuzungumza kumtukana mtu ambaye tasharrafat ainahu binadhrin ila nabii sallallahu alaihi wasallam, unamtukana mtu ambaye macho yake yaliwahi kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume aliwahi kumuona yeye. Usimtukane mtu ambaye aliwahi kumuona Mtume wakati wa enzi zake, macho yake yalipata baraka kubwa ya kutizama uso wa Mtume, hata kama alikosa, hakuna mambo alikosea, lakini haikupi wewe mpaka ukamtukana kiasi mtu mkubwa alipata hadhi ya kumtizama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi tukiambiwa tu labda sahaba yule, itakuwa very interesting kumuona sahaba yuko vipi, alikakaaje. Sikwambii mtu wa peponi. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia vile, mara akaingia bwana mmoja, ndevu zake zinatoja maji, ina maana ametoka kutawadha, kisha amekamata viatu vyake kwa mkono wake wa kushoto. Watu wakaulizana, huyu ndo mtu wa peponi, huyu ndo mtu wa peponi. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhum akasema, wallahi simuachi huyu mpaka nijue anafanya amali gani iliyompeleka peponi kabla hata kufa. Kabashiriwa na Mtume pepo kabla hajafa. Nitamuuliza nini anafanya, lakini simuulizi kwanza, nitakwenda kutumia ujanja wa kukaa nyumbani kwake. Akaenda akamwambia, ndugu yangu, mimi tumegombana na mzazi wangu, na naomba nikae kwako kwa muda wa siku 3, alafu baadaye nitarudi nyumbani mambo yakishakaa sawa. Bwana akamkubalia. Anasema usiku natizama niangalie atasali raka ngapi za qiyamul layl, namuona analala tu kama watu wengine. Anaenda chumbani kwake, anasema bismillah, yadhkurullah wa yanam, anamtaja Mungu, analala. Huyu mtu alotabiriwa pepo katabiriwa kwa mambo gani? Mimi nilifikiri atasali raka 100 usiku, atafanya mambo makubwa, kaenda kulala. Akaamka alfajiri, akaenda kusali. Baada ya kusali akaendelea na mambo yake. Akasema labda pengine huyu mtu mwema leo kachoka, kesho ataanza tena mambo yake makubwa yaliyomfanya kwenda peponi. Siku ya pili vile vile, maliza kusaliisha, jamaa amekula, ameenda kulala. Akaona labda pia leo kachoka, nitamsubiria kesho. Siku ya 3 vile vile, jamaa kaenda kalala.
Akamwambia, bwana, mimi sijakosana na wazee wangu, lakini nilitaka kujua amali gani unaifanya wewe baada ya faradhi mpaka mtume akakubashiria pepo. Akamwambia, huwa ma raaitahu, yale uliyoyaona ndiyo ninayoyafanya, ibada za faradhi, basi hakuna kitu kingine. Akamwambia, niambie kweli huna kingine? Akamwambia, hakuna kingine. Akamwambia, basi kwa heri, naenda. Yule bwana alipoondoka baadaye akamuita, akamwambia, njoo, iwapo nataka nikwambie kipi kingine. Anasema, ana la ajidu fi qalbi ghishan wala hasadan li ahadin lima atahu Allah. Mimi katika moyo wangu, hivi unavyoniona kutokea Mungu aniumbe, simuhusudu mtu katika neema aliyopewa, wala sina udanganyifu ndani ya nafsi yangu juu ya kheri yoyote ambayo mtu anayo. Hakuna kabisa katika nafsi yangu jambo hilo. Abdullah ibn Amri ibn al-As akasema, wallahi huwa dhak, na apa alichokubashiria mtume kwacho ni hicho, hakuna kitu kingine. Wala nutiquhu, na sisi watu wa kawaida hatukiwezi hicho. Ni nani katika sisi anaweza katika moyo wake, nafsi yake, hana hata udanganyifu, ghish, cheating, hana hata hasadi ya kumhusudu mtu kwamba kavaa kanzu nzuri, alhamdulillah, mashaallah, ni ya kwake. Ni nani katika sisi ambaye haya mambo hayapo katika nafsi yake? Basi ndo hasad. Basi mtu anapoiepukana nayo huwa ameutakasa moyo wake, lakini mtu anapokuwa nayo ni maradhi. Watukufu wa Islam, maradhi mengine yanayogubika moyo mbali na hasad, al-ujb, ni ujuba. Na ujubi maana yake ni mtu kuwa anapendezewa na nafsi yake kuliko watu wengine. Hata wakati wa kufanya matendo hujibagua, akawa mimi na yule hatuko daraja moja, mimi klasi yangu na yule klasi ya kwake, wakati wote ni wanadamu. Hata anapozungumza, hata anapotenda, hata anapoishi, hujibagua mwenyewe kwa mwenyewe kwamba mimi wenzangu sio wale, mimi wenzangu hata hapa duniani unaweza kuwatafuta, labda usiwapate, ukanipata niko peke yangu. Al-ujb, ijabu bin nafs, mtu kupendezwa na nafsi yake, mtu kujiona, lugha za kujiona, matendo ya kujiona, na haya yameenea katika miji yetu. Mtu akajiona ametamayaz na kitu ambacho wengi hawana, ikampelekea ile nafsi yake kuitukuza mwenyewe kwa mwenyewe. Na Allah kakataza katika Qur'an, wala tuzakku anfusakum fala tuzakku anfusakum, msijitukuze wenyewe, msijitakase wenyewe, msijione. Ujuba ni maradhi ya nafsi. Al-kibru, kiburi, ni katika maradhi ya nafsi. Na kibri alifasiri mtume kwa ufasaha kabisa, akasemaje Rasulullah? Al-kibru min batri al-haqqi wa ghamtu an-nafs. Kiburi maana yake ni kukataa haki na kuwadharau watu. Ukiona mtu haki anakataa, la kweli halitaki, na nadharau kwa watu, anaitwa mutakabbir. Na hufika wakati mpaka akawa anakimbizana na Allah, kwa sababu kibri ni sifa ya Allah. Yeye ndo anastahiki Allah kumdharau mtu, na anastahiki Allah kukataa jambo lolote linalotoka kwa mtu, kwa sababu la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Lakini mimi na wewe hatupaswi kuchukua sifa hizo, sisi ni viumbe madhaifu. Kwa hiyo mtu anapokuwa mutakabbir, yuzahimu Allah fi sifatihi, anakwenda kugombana na kushindana na Mungu. Kwa hiyo mutakabbir yoyote huwa amefika daraja mpaka kujiweka level moja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni maradhi yaliyoje katika uchafu wake kibri. Kisha baada ya kibri kuna maradhi mengine, hubbul jah, kuipenda dunia. Na jah maana yake wamefasiri ulama ni mtu kupenda mamlaka, madaraka, kupenda kuzimiliki nyoyo za watu. Mtu yoyote anayependa dunia, madaraka, kupenda kumiliki nyoyo za watu, kupenda kuwamiliki watu na vitendo vyao,
kupenda kutoa amri akisikilizwa, kukataza akisikilizwa. Hii inampelekea kupata machafuko katika nafsi yake, kwa sababu itamhamisha kutoka katika hali ya kawaida ajione kwamba yeye ni powerful, ni mtu muhimu katika dunia, hakuna kiumbe safi kama yeye, kwa kule kuamrisha kwake na kusikiliza na yale madaraka alikuwa nayo na vile alivyowamiliki watu. Na hivi ndivyo ukimtizama Firaun ulipata kilimpeleka hicho mpaka kikampeleka kutangaza kwamba yeye ni nani? Ni Mungu katika hii dunia. Fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Hii ni sababu ya kwamba kana ya'mur fayuta. Alikuwa anaona amemiliki nyoyo za watu, wewe njoo, anakuja. Namrudi hivyo hivyo alipomwambia Nabii Ibrahim, anasema rabbi ya Allah, rabbi yuhyi wa yumit, mola wangu alladhi yuhyi wa yumit, anahuisha na kufisha, ndo kazi zake anazozifanya. Na yeye akasemaje? Ana uhyi wa umit, na mimi pia ninaweza. Yuzahimullah, anashindana na Mungu katika vitendo. Kama Mungu anahuisha na kufisha, ndo sifa ya Mola wako, wa ana uhyi wa umit, na mimi ndo sifa yangu hiyo, hebu fanya. Akamchukua mmoja katika wafungwa akamuua, akamchukua mmoja aliyohukumiwa kunyongwa akamwachia, akamwambia wewe uko huru, uko free, kuanzia leo hutonyongwa tena. Akasema tizama, huyu ningetaka ningemuua kama nilivyomuua wa mwanzo. Kwa hiyo ana uhyi wa umit, na mimi pia ni kazi zangu. Nafsi ilimpelekesha hapo, kilichompeleka mpaka kufikia hapo ni nafsi na kupenda madaraka na kuona kwamba anaamrisha akisikilizwa, anakataza watu akikatazika. Tizama na jambo lingine ambao ni moja katika maradhi mabaya ya nafsi baada ya al-ujbu, hubbul jah, ni hubbud dunya, kuipenda dunia. Pia kuipenda dunia ni matatizo makubwa. Ndiyo tupo duniani, lakini tuitumie dunia kama ngarawa ya kupanda katika bahari, tukatoka katika nchi kavu tukaokoka. Lakini sio kuipenda dunia mpaka tukasahau lengo tuliloletewa hapa. Ukienda Paris kwa sababu ya utalii, ukishuka tu kwenye ndege utakwenda sehemu za makumbusho. Ukienda huko kwa ajili ya matibabu, ukishuka kwenye ndege tu utakwenda hospitali. Ukienda London kwa sababu ya shopping utakwenda madukani, na ukienda kwa sababu ya biashara utakwenda viwandani. Utakwenda ufuate lile ulilolifuata. Huwezi kwenda kwa sababu ya matibabu Urusi alafu baadaye umefika unauliza viwanja vya mpira viko wapi, nyumba za starehe ziko wapi, night club ziko wapi? Wewe umeenda kwa matibabu kweli, utauliza night club ziko wapi? Wewe umeenda kwa ajili ya biashara, utauliza sinema ziko wapi? Wewe umeenda kutalii, utauliza misikiti kwa utakwenda kufanya ulilolifuata. Sasa je, duniani unajua wewe umekuja kwa nini? Allah anasemaje kuhusu lengo la dunia na ibada? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, lengo ni ibada tu. Kwa hiyo sisi tuko hapa tumekuja kwa ajili ya lengo maalum, ibada. Sasa je, mtu akija hapa akifanya mengine ambayo sio yalomleta, nafsi imempoteza. Kama ulikuja kwa ajili ya ibada, fanya ibada. Mbona hufanyi sasa? Ni sawa sawa na yule aloenda Paris kwa sababu ya biashara. Amekwenda, atakwenda kiwandani, atakwenda kwenye masani makubwa makubwa, atafanya iqdi na deal za biashara zake, baadaye atarudi. Hendi kule anakwenda biashara alafu akaenda hospitali au akaenda katalii. Lengo lilompeleka ndilo atakaloletea. Kama ulikuja duniani ajili ya ibada, abudu. Usipoabudu ni hubbu dunia. Na Mtume anasema hubbu dunia ra'su kulli khati'a, mapenzi ya kuipenda dunia ndio kichwa cha kila makosa, ndio mwanzo wa kila dhambi. Itafika mahali itakulevya mvinyo ya pombe ya dunia. Itakuwa unaipenda dunia zaidi mpaka utalewa na mapenzi ya dunia. Na ulama wanasema sakranun bihubbi dunya ashaddu min sakran bikhamri dunya. Mlevi wa pombe ya dunia ulevi wake ni mkali
mlevi wa mapenzi ya dunia, ukilewa mapenzi ya dunia, mvinyo yake haitoki na inakulewesha sana kuliko pombe ya Kilimanjaro au konyagi au Kasalaga au nini. Zile zote unaweza kukatubu baadaye na ukakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Mlevi yoyote ana nafasi, anaweza kurudi kwa Allah, anaweza kutubu akaacha pombe na Mungu akamkubali. Kwani watu si walikuwa nalewa kabla bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hajaharamishiwa watu wake pombe? Walikuwa wanaambiwa kuna manufaa katika pombe na kuna hasara, lakini manufaa yake ni madogo, hasara zake ni nyingi. Watu wakawa nasema basi kama kuna hasara na faida, si tutataka ile faida japo kidogo, wakawa nalewa. Mara ikakatazwa tena, naonesha walevi walikuwepo, akaambia msiende kusali wakati nyinyi ni walevi, kwa sababu mmoja alisalisha akasema qul ya ayyuhal kafiruna a'budu ma ta'budun, badala ya kuweka la akasema a'budu ma ta'budun. Sasa kaambia msikaribie sala wakati mumelewa, wakasema basi hakuna tatizo, Mungu wetu tukimaliza kusali tutaenda kulewa, tunapiga sala baada ya isha, tunajua kuna distance refu mpaka katika ibada, tunalewa, hata tukienda kusali itakuwa nini, pombe imeshatoka. Basi watu wakawa nasali usiku wanaenda kulewa. Baadaye ndio iliposhika la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu, wakalewa usiku. Baadaye ikashuka aya ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibu. Hii pombe ni uchafu, ni amali ya shetani, epukaneni nayo. Wakaacha kabisa. Wakawa watu wema, walikuwa wanakunywa wasahaba, lakini baada ya kutubu na kuharamishwa na wakaacha, wakawa watu wema na pombe ikawatoka kabisa. Lakini hii dunia, mvinyo yake, pombe yake, ulevi wake, mapenzi ya dunia, hayamtoki mtu mpaka siku ya roho kutoka. Roho ikitoka ndo unaona dunia kumbe haina maana yoyote. Haya ni baadhi ya maradhi yanayoigubika nafsi. Sasa twendeni tukasome baadhi ya vitu vinavyoitengeza nafsi, wasailu tazkiyati nafsi, vyombo au vitu au dawa zinazoitakata nafsi. Kabla hatujavitaja vitu vinavyoitakasa nafsi, utakubali kwamba mitume wote jambo walilotumwa kuja kufunza hapa ni utakaso wa nafsi tu. Kila mtume, ukisoma kisa cha manabii yeyote awaye, utakuta mazungumzo anayozungumza ni kuja kutakasa nafsi. Na mtu yoyote katika watu wa da'wa, mwanachuoni au shekhi, lazima awe na mambo matatu. Kwanza, awe alim, awe mwanachuoni, awe mjuzi, awe na elimu. Kitu cha pili, awe na tadhkir, yani aweze kutoa mawaidha. Kitu cha tatu, awe na tazkia, aweze kuwa na utakaso. Lazima mtume yoyote alikuwa na haya mambo matatu. Utakuta mtume alikuwa alim na taalim, alikuwa na wa'idh na tadhkir, alikuwa na zaki na tazkia. Hizi ni sifa tatu. Mtu yoyote anayetaka mafanikio katika kuomba watu wamkubali, kuwafundisha watu, kuwapeleka watu kwa Mungu, kuwalingania watu, asipokuwa na sifa tatu hizi inakuwa shida. Na hizi sifa tatu huwezi kuzipata mtu amekusanyikiwa nazo zote. Hata mashekhi wengi, ulama, watu wa da'wa wengi, hizi sifa tatu hizi utakuta hawanazo zote: elimu na ufasaha wa kuzungumza na utakaso. Akiwa na elimu atakuwa hajui kubalighisha, kuzungumza hawezi, yani ile tadhkir, ukumbusho hawezi. Elimu anayo nyingi sana, lakini ukumbusho hawezi.
na pengine anaweza kukumbusha, lakini elimu hana. Na wengine ana utakaso yeye mwenyewe mzuri, ametakata, lakini hana elimu. Yani ni vigumu sana kuyakuta haya mambo matatu haya yamemkusanyikia mtu mmoja, kwa maana ana elimu, kisha anajua kubalighisha, anajua kusema, anajua kupeleka mawaidha, kisha ametakata yeye mwenyewe, yani tazkia imepatikana. Na ukipiga jicho utakuta hili linatuenea wengi sana leo katika hii dunia, na watu walioshika kazi hizi ambazo walikuwa wakifanya mtume wengi sana wanayo mambo haya matatu. Lazima ni ulama, kisha wanajua kufanya mudhakara, kisha wanajua kutakasa nafsi zao na nafsi za watu wengine. Na mbashiria kila daia, kila mlinganiaji, kila mtu wa da'wa akiwa na sifa tatu hizi, basi kufaulu kuko karibu sana. Lakini wallahi ni msiba mkubwa akiwa mtu mzuri wa kutoa da'wa, basi ujue ana upungufu wa elimu. Na wengi sasa hivi wanachupukia, mtu anataka tu kuongea, basi hajui hata kusoma Qur'an, hajui hata kusoma hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hana elimu, hakusoma yeye mwenyewe, lakini ni msemaji mkubwa. Au elimu anayo nyingi sana huyu mtu, lakini hakuna zakatan, sio tahara, sio tazkia, haipo. Sasa dai yoyote na mbashiria hivi vitu vitatu havitafute mwanzo kabla ya kufanya kazi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atafute elimu, kwa sababu mtume alikuwa na elimu. Allah anasema wa'allamaka ma lam takun ta'lam, Mungu ndo alokufundisha wewe mambo ambayo ulikuwa huyajui. Wa kana fadlullahi alayka adhima. Akiwa na elimu sasa aweze kuzimiliki nyoyo za watu kwa mudhakara na tadhkir na wa'dhi na kutoa wa'dhi. Akifikisha hapo aweze kupata sifa ya tatu ya tazkia, ya utakaso. Sasa kila mtume hizi ndio ilikuwa silaha zake, na hawezi kuwa dai mtu lazima awe na silaha tatu hizi. Sikiliza aya hii katika suratul Baqara. Nabii Ibrahim anamuombea mtume wetu aletwe, anasema rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatik wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Hii ni katika dua ya Nabii Ibrahim. Liangalie vizuri neno wa yuzakkihim. Manabii wote walikuwa na strike mahala pamoja tu katika nafsi hii. Nafsi lengo lao wote, unaona 124,000 nabii, mitume 124,000 wote Mungu amewatuma hawa, walikuwa wametamarkaz kuja kuzifundisha nafsi, kuzitakasa nafsi. Na ndio maana Nabii Ibrahim anamwambia Mola, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ewe Mola, nakuomba wapelekee watu wa Makka rasulan minhum, mtume anayetokamana nao, yatlu alayhim ayatika, atakayewasomea aya zako, wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, atakayewafundisha kitabu na hikma, wa yuzakkihim, mtume atakayewatakasa nafsi zao. Fatazkiyatu hiya mahammatun nabi, hiya muhimmatun nubuwa. Kwa hiyo takaso la nafsi ndiyo jukumu la mtume yeyote, ndiyo kazi za mitume wote. Kama hii haitoshi,
Isome suratu Ali Imran, utakwenda kukuta aya mtume anaambiwa, Mwenyezi Mungu anasema kutuambia sisi Waislamu, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim. Kule mwisho imetajwa wa yuzakkihim, hapa mwanzo imetajwa wa yuzakkihim. Na mara nyingi likitoka kwa Mwenyezi Mungu, tazkiyatun nafsi ndiyo inayoanzwa. Mtoto anapozaliwa huwa anasikia kwanza kabla ya kuona, na katika aya zote za Qur'ani Mwenyezi Mungu huwa amekadimisha masikio kwanza kabla ya macho. Ukisoma Qur'an utakuta Mwenyezi Mungu anasemaje katika suratu Dahr, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. mbona kusema فجعلناه بصيرا سميعا؟ قدم السمع قبل البصر لأن الإنسان يسمع أولا ثم يبصر. Binadamu anasikia kwanza, ndio maana mtoto akizaliwa haoni, baada ya wiki mbili ndo anaona, lakini kusikia pale pale tu, ala chombo cha sikio kinapata habari. Ndio maana mtume anasema muadhinieni huyo, ataadhiniwa kiziwi hasikii. Ilikuwa hakuna faida ya mtoto akizaliwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, adhan katika sikio la kulia na iqama katika sikio la kushoto, litakuna kalimatu tauhid kalimatal ula yasma'uha, iwe ndo kilima cha mwanzo anachokisikia mtoto kabla ya neno lolote lingine. Ndio hikima ya mtoto kuadhiniwa. Na mahala popote Mwenyezi Mungu akitaja ala mbili hizi, macho na masikio, huanza masikio kabla ya macho. Waja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida. Sam'a wal absar wal af'ida, anakadimisha nini? Masikio. Sasa kile ambacho anakikadimisha Mwenyezi Mungu ni muhimu zaidi. Sasa hapa akizungumza Mwenyezi Mungu yeye, laqad manna Allahu 'ala almu'minin, anatuambia mimi nimekufanyieni ihsani kubwa, favor. Nimewafanyia waumini favor, ihsan, zawadi kubwa. Zawadi gani? إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي. Mungu alipotuletea mtume huyo anatokamana na sisi wenyewe, anatusomea aya zake, kisha hapo wayuzakihim, anawatakasa. Aliposema mtume hakuanza na utakaso, akasema rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa yuzakkihim. Ile zakata imekuja mwisho, lakini akisema mwenyewe Allah anaanza na utakaso. laqad manna Allahu 'ala almu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Zaka imeanza mwanzo. Hichi ni kitu muhimu sana. Nafsi bila ya kutakaswa huwa ni kama nguo chafu. Niambie ndugu yangu, kama wewe utavaa hiyo kanzu yako au suruali yako au kofia yako au koti lako muda wa mwezi mzima bila kulivua, itakuwa chafu kiasi gani? Hata ukikaa na watu wenzako watakuwa wanakukimbia kidogo kwa sababu nguo zako ni chafu, zinanuka, hujazikosha. Sasa ile kukosha nafsi nguo yako ndo zaka, ndo utahara, unaitahirisha, unakuwa unanukia, nguo inapendeza. Mbona unafua nguo lakini nafsi huifui? Mbona unafua maguo unayovaa kila siku joto, lakini nafsi unaiacha? Tatamarraghu fil awhal, inatukanika, inabeba ya kubeba, ina maasi Mola wako. Hii nafsi ndo ya kufuliwa ndugu zangu, sio nguo. Nguo na nafsi ni kitu kikubwa. Kwa hiyo tutafute dobi wa kuweza kufua nafsi zetu.
tutafute dobi wa kuweza kuzitakasa nafsi zetu, na ndio maana Mwenyezi Mungu ametanguliza zaka. Kwa hiyo kuna vitu vinatakasa nafsi. Kitu cha mwanzo kinachotakasa nafsi, as-sala, sala. Ikiwa mtu nafsi yake imegubikwa na maradhi, nafsi yake imeingiwa na matatizo ya maradhi tuliyoyataja, haimtambui Mwenyezi Mungu, aitafutie tiba kwanza ya kusali. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kateremshiwa aya kamili au sura kamili inaitwa suratul Mu'minun. Allah anasema qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, wamefaulu waumini wale ambao katika sala zao kuna utulivu, khushu'. Sasa hii sala upelekea mpaka ukapatikana utulivu, na utulivu ni kitu kikubwa sana. Nafsi inapotulia haibabaiki, hapo ndipo mahala pa mafanikio ya mwanadamu. Na mtu yoyote ambaye nafsi yake imetulia, huyu mtu watu huwa wanamshangalia namna gani anaishi duniani. Mtizame Hasanul Basri, mmoja katika matabiin wakubwa. Aliona watu wanakuja nyumbani kwake wamefuatana, wanaandamana kuja, wakagonga mlango, akafunguliwa. Akawauliza lilowajia nini, lilowaleta nini? Akasema tumekuja kuuliza, mbona wewe uko tofauti na sisi? Sisi tuna mali, sisi tuna watoto, tuna majumba, maisha ni mazuri, sisi tuna mabiashara, lakini hatujatulia, hatupati utulivu. Wewe tunakushangalia ulivyokuwa huna kitu, hohe hahe, nyumba yako hii tunaiona ilivyo, maisha yako tunayaona, lakini una furaha, umetulia, umeburudika. Mbona sisi hatupati hicho ambacho wewe uko nacho? Na watu hudhania kwamba utulivu mtu anaweza kuupata kwa jinsi ambavyo kuna jambo ndilo linalokimbiliwa na watu. Pesa nikizipata mimi nitakuwa tena sina shida. Anajikuta akizipata zile pesa ndo anakuwa na harakati kuliko walivyokuwa fukara. Na watu fikiria tajiri mkubwa leo duniani ndo alotulia kuliko watu wengi. Lakini ukiwapata hao wenyewe matajiri, watakwambia bwana, mimi nina pressure hapa nilipo, mimi hapa nilipo na sukari, mimi hapa nilipo mimi sijatulia, naweza kukaa siku 3 sipati usingizi. Bwana mmoja ananihadithia, anasema yeye ana magari yake ya malori, anabeba watu, anabeba mizigo, anabeba ng'ombe, anabeba kila biashara. Sasa kampata dereva wake anayemtuma, ameona tofali, akalala katika lile tofali, ameegemea, usingizi pale pale. Maana akiweka kichwa tu hata dakika 5 hazifiki, analala. Tena kalala juu ya tofali. Anasema tizama mambo. Huyu namtuma mimi, mshahara wake kidogo nampa mimi. Anahangaika, hana chochote. Kaeka kichwa tu juu ya tofali, sio juu ya mto, juu ya tofali. Usingizi huo umekuja. Mimi naweza kuhangaika kitandani usiku kucha mpaka ile bedsheet ya kujifunika ile imesokotana kiunoni, utafikiria wale wanawake wanacheza beni. Anatafuta usingizi, haupati abadan, mpaka siku 3 siku silali mimi. Lakini tizama watu wanalala, wamestarehe. Nini wanacho hawa watu? Tajiri anawahusudu maskini, lakini maskini naye anawahusudu matajiri. Kuna mtu leo hali zaidi ya kiazi kimoja batata inachemshwa ile, alafu baadaye kama mtoto inavurugwa ndo anakula, asizidishe zaidi ya batata moja, ndo mlo wake. Alifanywa operation, akakatwa sijui katika tumbo huko, hakuna nafasi ya kwenda chakula, na ni bilionea, ni multi bilionea. Wewe ukituliza nafsi yako utaona utulivu haupatikani katika mali, wala katika majumba, wala katika starehe, wala katika wanawake, wala katika nini. Utulivu unapatikana mahala pengine kabisa, ukiwa umeitia adabu nafsi yako. Wasikudanganye kwamba ukipata nyumba 2 wewe utatulia. Wasikudanganye
kwamba ukienda Ulaya wewe ukirudi utatulia, wasikudanganye. Kwamba ukipata gari 2-3 utatulia, wasikudanganye. Huwezi kutulia kama nafsi hii haikupata tiba. Lazima nafsi itibike kwanza, utulivu ndio utapatikana. Wanamuuliza, ya taqiya dini ya Hasan, mbona umetulia, sisi tunahangaika? Mbona umepata utulivu? Ni kipi kilichotulizana ukituliza nafsi yako? Nini? Nikamwambia mambo 4. Mambo 4 ndio yalotuliza nafsi yangu. Alimtu anna Allah muttali'un alayya, mimi nimejua kwamba Mungu ananiona mahala popote ninapokwenda, popote niendapo Mungu ananiona. Fakhashitu an yarani fil maasi, naogopa asije akaniona katika maasiya. Hilo jambo la kwanza. Yaliyotuliza moyo wangu na maisha yangu ni mambo 4. Moja, najua kwamba Mungu ananiona popote ninapokwenda, basi mimi nimeogopa asije akaniona na muasi. Jambo la pili, alimtu anna rizqi la yaakuluhu ghairi fatma'anna qalbi, nimejua kwamba riziki yangu hakuna atakayeila mtu yoyote. Kama Mungu ameandika hii riziki yangu ni ya kwangu tu, hayo kwamba ilikuwa riziki yako lakini kaichukua mwingine, basi wewe uliochukua ndo riziki yake, sio yangu mimi. Hili halinibabaishi tena. Wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghairi, nimejua kwamba matendo yangu hakuna wa kunifanyia, napaswa nifanye mwenyewe. Kama sala hakuna atakayenisalia, saumu hakuna atakayenifungia, ibada zangu mwenyewe nifanye mwenyewe. Basi faqumtu alaiha, nikajisimamia mwenyewe katika ibada zangu. Na jambo la mwisho, alimtu anna almauta yantadhiruni fa'adadtu zada liliqa'i Allah, najua kwamba siku moja nitakufa, nafanya maandalizi mapema juu ya kwenda kukutana na Mola wangu. Basi anaitibu nafsi kwa mambo. Hiyo ndiyo jambo ambalo limefanya nafsi yangu leo imetulizana. Kwa hiyo Mtume SAW anasema as-salatu kahful mu'min, mahala pa kukimbilia Muislamu ni katika sala. Na Mwenyezi Mungu anasema sala ndicho kitu ambacho Waislamu waumini watafaulu nacho ikiwa watakuwa na utulivu katika sala zao. Kwa hiyo kitu kinachotupelekea sisi utukufu na kutakasa nafsi zetu, cha mwanzo ni swala. Wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Kitu cha pili ni saumu. Kitu cha tatu ni haji. Kitu cha 4 ni zaka. Zaka ndio kutoa mali na sadaqa. Na Mwenyezi Mungu anasema wa uhdiratil anfus ashuh, nafsi mara nyingi ni bakhili. Kazitaja nafsi kwamba ndizo zilizokuwa na ubakhili, ndizo zilizokuwa zinagoma kutoa, ndizo nafsi ambazo zinafanya mtu anakuwa hawezi kufanya ibada ya zaka na sadaqa na hija kwa sababu mali yake anaipenda zaidi. Sasa ndo maneno haya katika suratul Lail Mwenyezi Mungu akamwambia mtume wake wasomee waumini wapate kujua utakaso unaletwa na kitu gani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wama khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lashatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من أعطى واتقى, mwenye kutoa na yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu na kusadikisha maneno mazuri, tutamwepesishia njia zake, maisha yake. Tutamwepesishia maisha yake hapa duniani kwa sadaka na ucha Mungu. Na mwisho wa aya hizi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama yu'ti mala, anasema wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يؤتي ماله يتزكى. Tazaka ndo ile zakati tulikuwa tunaizungumzia. Wasayatajannabuha al-ashqa wasayatajannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Atauepuka moto wa jahannam yule mwenye kutoa mali yake kwa ajili ya kujitakasa, kutafuta zakata. Yeyote mwenye mali ana nafasi ya kuitakasa nafsi yake. Yeyote mwenye nacho ana nafasi ya kutoa sadaka. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakata ile ile, chukua katika mali yao sehemu, unawatahirisha, unawatakasa kwa mali yao ile. Yani kila tajiri, kila mwenye mali anapotoa mali yake huwa anaitakasa nafsi yake. Suratul Layl imebainisha hiyo, na Mwenyezi Mungu amembainishia mtume wake kwamba watakao kuletea fungu lao la mali wajue kwamba tutahiruhum, unawatahirisha wewe, watuzakihim, na unawatafutia utakaso kutokamana na kile walichokitoa. Wa amma man bakhila wastaghna wakadhaba bilhusna fasanuyassiruhu lilusra. Yule ambaye atakadhibisha hayo tunayoyazungumza na kuyakataa, basi tutamfanyia uzito katika maisha yake. Hakuna wepesi kabisa. Ndio nafsi kuna majekejeke, anachokipata hakimtoshi, anachokihangaikia hakijulikani kiko wapi, na tamaa na maradhi, hakuna mwisho wa mbio zake. Anakwenda kama mnyama, naangaika tu, anachokihangaikia kionekane hajakipata. Lakini Mwenyezi Mungu anasema kwa sababu amekataa yale tunayoyazungumza sisi. Bakhila wastaghna, amefanya ubakhili, akajiona amejitosheleza. Wakadhaba bilhusna, amekataa mambo mazuri, na pepo ameikataa vile vile. Basi fasanuyassiruhu lilusra, tutamwepesishia katika mambo mazito, tutamletea dhiki. Wama yughni anhu maluhu idha taradda, haitomtosheleza mali yake atakapoitoa, atakapofanya, atakapoichuma, atakapohangaikia. Haitomtosheleza mali yake aliyokuwa nayo atakaporudi kwa Mola wake. Marejeo huko hayatomtosheleza mali yake atakaposimamishwa mbele ya Mola wake. Ma yughni anhu maluhu idha taradda. Inna alaina lalhuda wa inna lana lalakhirah. Sisi juu yetu sisi uongofu. Atakayetaka uongofu basi aelekee kwa Mola. Katika Qur'an ataonyeshwa uongofu ni huu, na nafsi ukitaka kuipeleka mahala pazuri ipeleke hapa. Inna alaina lalhuda wa inna lana lalakhirah. Na akhira ni yetu, walula, na dunia ni yetu. Mwanzo ni wetu na mwisho ni wetu. Kama nataka kukwambia, ikiwa akhira ni yetu na dunia ni yetu, kwa nini unatafuta hivi vitu viwili kwa asiye kwa sisi? Dunia ni ya Mungu, akhira ni ya Mungu. Mbona unaitafuta dunia kwa asiye kwa Mungu? Mbona unaitafuta akhira kwa asiye kwa Mungu? Vitu vya Mungu vitafute kwa Mungu mwenyewe. Hii nyumba ni ya fulani, sasa unataka kukodi wewe. Kwa nini unaenda kwa mtu ambaye sio ya kwake? Nenda kwa mwenye nyumba. Sasa kama unaitaka dunia, nenda kwa mwenye dunia. Kama unaitaka akhira, nenda kwa mwenye akhira ambaye ni Mwenyezi Mungu. Hivi vyote ni vyetu. Fa andhartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadhaba wa tawalla. Sisi tunakutahadharisheni na moto mkali, tunakutahadharisheni
na kila adhabu ambazo nafsi ikisha kuwa imetaragham katika au hali, mashukio yake ni hapo, mashukio yake ni mahala pabaya. Kwa hiyo watukufu wa Islam, swala, zaka, haji, saum ni vitu vinavyoitakasa nafsi. Miongoni mwa vitu vinavyoitakasa nafsi, qiraatul Qur'an, kusoma Qur'an. Fanya zoezi la kila mara kuchukua msahafu ukasoma Qur'an. Kama umechoka, angalau kutizama tu ndani ya msahafu bila hata kusoma, pia ni ibada, ili kutizama tu, macho yako yakawa yanaona maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaipelekea nafsi yako kuitakasa. Qur'anul Karim, Mwenyezi Mungu anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Qur'anul Karim inabadilisha mambo, inatoa machafu, inasafisha moyo, inapandisha na imani. Kwa hiyo tumie Qur'ani katika kutakasa moyo wako. Isikilize sana, isome sana, isomeshe sana, na ipende sana. Kuna mtu alivyokuwa anaitukuza Qur'an, kakaribishwa siku moja katika nyumba. Aliposimama tu katika kuta za nyumba ile, akaona kitu kimetundikwa katika ukuta ule. Akitizama kwa mbali, anakuta Al-Qur'anul Karim imeandikwa, Qur'anul Karim. Basi alisimama mbele yake kama vile mwanajeshi anaposimama mbele ya bendera, kwa utukufu na kuitizama na kuiangalia na kuiheshimu. Hakulala tena mpaka alfajiri ikachomoza. Hao ni salafu saleh. Najua watu wa leo wakifanya hivyo wataambiwa wamechanganyikiwa. Kafanyaje? Kaganda tu, kaona Qur'ani kaganda tu. Si kachanganyikiwa huyo? Kwani unafikiria na akili huyo? Lakini wale walikuwa wanajua nini faida, nini thamani ya haya mambo. Kaona Qur'ani tu. Kwa zamani kwanza Qur'ani, Sayyidina Uthman kapeleka misahafu 3 tu. Mmoja kauacha Madina, la mmoja kaupeleka huko Misri, mwingine Baghdad, mwingine kaupeleka Sham. Misahafu 3 baada ya kukusanya. Sasa mtu alikuwa akiuona msahafu, yakumu lahu ijlala, haya ndio maneno ya Allah, nafsi yake inapata feeling nyingine kabisa, hisia nyingine kabisa. Sisi tunazungukwa na misahafu mingapi, wala hatuoni kitu. Wengine wanakuja huko msikitini wanaiba misahafu. Mwanzo msikiti tulipofungua, mwanzo misikiti ilikuwa inapungua tu. Kumbe watu wanakuja na mabegi, imamu kisha sujudu anachukua tu. Yarete angekuwa anakwenda kusoma, anakwenda kuuza misahafu. Wenzetu walikuwa kiiona, anasimama kama mwanajeshi, anapiga mbele ya bendera kwa heshima na taadhima. Yule jeshi katika gwaride haruhusiwi pia kuanguka vibaya, anatakiwa aanguke vile vile aliposimama. Anaweza kukosa kazi yule akianguka mguu mmoja hivi, hapana, anaanguka hivi hivi mpaka chini anaanguka, kwa sababu ya heshima ya nchi yake na crown yake. Lakini msahafu sisi ndo mila yetu, ndo desturi yetu, ndo katiba yetu, ndo maisha yetu, lakini hautuupi hadhi yake. Mmoja alikuwa na hadithi, anasema Mlaunga alikuja akaiba saa, akakosa ngazi ya kupanda kwenye ukuta, akaweka misahafu, akafanya ndo ngazi yake, akapachua. Tukishafika hapo sisi ni umma, hatustahiki huruma. Hatustahiki huruma. Kitabu cha Mungu tunakidhalilisha kiasi hicho, tunakitukana, tunakifanyia mambo ya uovu kabisa. Basi ukifanyia Qur'ani mambo mazuri, ukiitukuza, ukiisoma, ukiisomesha, moyo wako unatakata, utakaso unakuja. Miongoni mwa mambo ya kutakasa nafsi ni dhikrullah, kumkumbuka Mwenyezi Mungu mara kwa mara. Kila mara unamkumbuka, unamtaja Mwenyezi Mungu. Allah anasemaje? inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sana mtu akimtaja Mungu anautakasa moyo. Allah ni jina la Allah, la ilaha illa Allah ni kumtakasa na kumtaja Mwenyezi Mungu, subhanallah ni kumtakasa Mwenyezi Mungu, astaghfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Hizi zote ni anwa'u dhikr. Hata mtu ukimpata yuko anasema tu Allah, anamtaja, mwache, anamtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Dhikri zote anaitakasa nafsi yake, mwachie amtaje Mungu anavyoweza. Hata halakatu dhikri, ahlu dhikri, ukiona watu wanacheza, wanaenda wanarudi, wananyanyua nyuso zao, wanapeleka, wanatamaya ile tamayu, wanakwenda hivi, utafikiri kama wanadansi, wanamtaja. Waachie hao, wamepata utamu wa kumtaja Mwenyezi Mungu. Imam Abdullah ibn al-Mubarak aliulizwa, mbona hawa wanamtaja Mungu mpaka unasikia kama yahu wanafanya nini? Nasema waachie hao, ule utamu wa kumtaja Mwenyezi Mungu ndio uliwapeleka hapa. Sasa usiwashambulie watu kwa sababu wanafanya dhikri, usiwashambulie watu kwa sababu wanafanya halakati zao na mabendera yao huku wanaimba. Hao wamejua kwamba mahala pa kutakasa nafsi zao ni katika dhikri, waachie watakase nafsi zao, wanazitakasa nafsi zao. Kwa hiyo dhikrullah ni kitu kinachotakasa nafsi kweli kweli, na hapa ndipo walipofaulu asufiyun. Vile vile miongoni mwa mambo yanayotakasa nafsi ni tafakkur, ni mtu kuwa ana fikra zilizokuwa zinaambatana na kukumbuka ukubwa na ufalme wa Mwenyezi Mungu. Ukitizama mbingu na ardhi, ukitizama bahari, ukitizama miti na mimea, wanyama na mambo ya harakati, unaukumbuka ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni moja katika mambo yanayoitakasa nafsi. Kwa hiyo nafsi zetu, ndugu zanguni, zinahitaji malezi bora. Kama vile mtoto akizaliwa na mama lazima apewe malezi bora, na yule mtoto kama hajapewa malezi bora atakufa siku moja. Chakula hapewi, atapata utapia mlo, hapewi maziwa, mtoto hapewi uji wa ulezi, mtoto hapewi vitu vyenye kumjenga mwili, atakuwa vibaya, na pengine atakuwa mashlul, ataparalyze, atakuwa kilema, na pengine siku nyingine atakuwa kipofu, pengine atakufa. Lakini akipewa malezi bora yatamchunga na atakwenda vizuri kimaisha. Vile vile nafsi ni mtoto, anatakiwa kupewa malezi bora. Hiyo nafsi inatakiwa kuchungwa, nafsi inatakiwa kupewa maziwa, nafsi inatakiwa kupewa uji wa ulezi, nafsi inatakiwa kukatwa kucha, nafsi inatakiwa kusafishwa, nafsi inatakiwa kuonyeshwa kipi cha kukamata, kipi sio cha kukamata. Nayo inataka malezi. Hakukosa Imam Busiri aliposema wan nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbi radha wa in tuftimhu yanfatum. Nafsi ni kama mtoto. Kwa hiyo nafsi nayo inahitaji malezi ili ipate kuboreka. Na kama anavyohitaji malezi mtoto, na nafsi inahitaji malezi vile vile ili ipate kukaa vizuri. Au kama mmea, mti, lazima umwagie maji, ulimie kidogo pembeni huku ili ukue vizuri ule mti, uje utoe matunda mazuri baadaye na wewe ufaidi. Wallahi mti ukiuacha haulimiwi kuondoa magugu huku na kule, utakuta ule mti unakufa wenyewe kwa wenyewe kwa sababu umezidiwa. Na nafsi nayo ikiwa hailimiwi, haimwagiwi maji, haiondoshewi magugu na nyasi pembeni, basi ile nafsi itakufa, itakuwa haina mwelekeo wowote mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nataraji darasa hii ya nafsi kidogo itakuwa imetutoa na kutuzindua. Inshallah Ta'ala darasa zetu zitakuwa zinaendelea. Hapa msikitini kuna darasa zinaendelea, na kesho atakuwepo Ustaz Saleh ataendelea na darasa. Kesho Sheikh Othman atakuwa msikiti wa Mlandege kwa Mabarwan biidhnillah tabaraka wa taala.